Ili kupata video zetu na habari motomoto, usisahau kusubscribe, kucomment, kulike, kushare. Kankono Media, we are the best. Itachukua takriban siku 48-50. Tumeanza tarehe 23 Mbeya mjini, tukapiga mtiti pale. Viongozi wote wa taifa wakiwa pale, mwenyekiti na makamu. Baada ya hapo viongozi wakuu wakagawanyika. Mmoja akaenda ruti ya kuelekea Iringa, Njombe, Makambako na kadhalika. Mwenyekiti akachukua ruti ya kwenda Rukwa. Tulipotoka Mbeya moja kwa moja tukaenda Rukwa. Tumekwenda kila engo, kila jimbo la mkoa wa Rukwa, mpaka ndani kabisa kule ziwani tumefika. Tumekuta chama chetu kiko imara sana na watu wote wanapokea ujumbe wa hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi. Leo ndio kwanza tuko siku ya 6. Leo tuko siku ya 6 ya hii ziara. Tayari CCM wako hoi. Tukifika siku ya 10 mpaka ya 14 sijui itakuwaje. Shauku yenu tunaiona ya kutaka mabadiliko. Kila tulikopita tumekuta wananchi wako tayari kwa mabadiliko na wamejiandaa kusikiliza tunaendaje mbele, na ndio maana sasa sisi tuko hapa. Lakini pamoja na kiu yenu ya mabadiliko kupitia uchaguzi, kama chama kikuu cha upinzani tunaoiongoza taifa hili, kwa kuwa CCM wameshindwa, tumeona hatuwezi kwenda kwenye uchaguzi katika mazingira yaliyopo sasa, ambayo siwezi kuyarudia yote kwa sababu kila kiongozi kayasema hapa. Haiwezekani ili mbunge au diwani wa Chadema atangazwe lazima mabomu ya polisi yalie. Yale mabomu ni gharama sana. Zile fedha wanazotumia kwa wananchi kupiga mabomu, kwanza ni kodi zetu. Yaani hela zetu wenyewe wananunua fimbo ya kutuchapa. Bwana sana hao watu. Bwana kabisa. Ya fedha wanazotumia kwenye mabomu zingetosha na zingefaa kutumika kwenye madawa mahospitalini, ambayo sisi wananchi ndio tungefaidika, na sio kutupiga mabomu wakati tunafanya zoezi la kuchagua viongozi tunawataka. Haiwezekani ili mbunge wa Chadema au diwani wa Chadema au mwenyekiti wa kijiji wa mtaa atangazwe basi watu wapigwe, watu wapate ulemavu, watu wauawe. Mimi ni muhanga pia wa mazingira magumu ya uchaguzi, na ndio maana pamoja na kukomaa na kuwa mbunge kwa miaka 10, lakini siko tayari tena kurudi kwenye uchaguzi katika mazingira ambayo nilipitia 2010 wakati nagombea kuwa mbunge wa Mbeya mjini. Nilipata kura za kutosha sana, lakini mpaka kuja kunitangaza ilibidi mabomu yapigwe na sisi tuchome matairi, tukate miti, tuweke barabarani, turushe mawe. Sasa mambo gani? Pamoja na hayo yote bado mwanamume nikomae. Yaani tumeshamaliza uchaguzi. Mnani matokeo yangu ninayo kwa pani yanajulikana. Kama kura labda ni 10,000, kama mimi nimeweka kwa pani matokeo 7,000, tayari mimi nimeshinda kwa sababu yule kwa atakuwa nayo 3,000. Lakini bado wananiweka mwanamume kwenye kituo cha majumuisho. Siku 3 nakaa pale mpaka bosa inaloa tepe kwa sababu ya kusubiri kutangazwa. Hapo nje masela wanarusha mawe, masela wanachoma matairi. Sasa hii mambo gani? 2015 halikadhalika ni hivyo hivyo. Pamoja na mimi kuwa mbunge niliyechaguliwa kwa kura nyingi kuliko mbunge yote, pamoja na mwenyekiti wa taifa nilimshinda, labda kutokana na idadi ya watu. Pamoja na mimi kuwa mbunge niliyechaguliwa kwa kura nyingi, kura mpaka zinamwagika, bado ili kutangazwa ilibidi tuchome matairi, turushe mawe, tukate miti, tufunge barabara. Sasa kwa sasa huo mtiti tunaweza tukaupiga pale Mbeya, ingawa 2020 ilikuwa tense kidogo. 2020 hawakuja na polisi, walikuja na vifaru vya jeshi. Hali ikawa mbaya sana.
Masela, baada ya uchaguzi ule wa 2020, natoka nyumbani naenda kwenye kituo cha majumuisho, nikipita barabarani na kutana na majeruhi wengi sana. Ule ana gongo, ule anatetemea, ule ana plasta. Nikasema hapa kuna nini? Nikaanza kuwauliza. Kila muuliza, bwana vipi bwana? Bodaboda ni? Hapana mheshimiwa, nilikuwa wakala wako. Yaani kwa wakala lazima uvimbe. Lazima uvunje miguu. Sasa hatuwezi kwenda na uchaguzi wa aina hiyo. Ndio maana tumekuja kwenu na agenda ya no reform, no elections. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi, kwa sababu hatuko tayari tena kuwa mbunge. Yaani mimi sina raha kwamba ili niwe mbunge lazima watu 4 5 wamekufa. Inakuwa haina maana sana. Tunataka uchaguzi huru, haki, tume inayoenda kusimamia haki za mpiga kura, haki za mgombea, wananchi wachague mtu anayemtaka ili aende akawaongoze na kuwasikiliza. Kama alivyosema Makajoka, hauwezi kuwa na kiongozi hawa ambao wanachaguliwa wanapitishwa kwa mabomu wakakusikiliza wanavyoawa, kwa sababu wanajua hukuwachagua. Kwa hiyo wanajua hata wafanyaje wasipokusikiliza, wakikunyanyasa, wao wanajua kwamba uchaguzi unaofuata watatangazwa tena kwa mabomu. Hiyo ya kutangazana kwa mabomu ndio tunaenda kuikomesha, na mwenyekiti taifa atakuja kuelezea hapa. Kunja ngumi ni waaga wakati na wanyanyulia mwenyekiti wa taifa. Kunja ngumi Vwawa, kunja ngumi Vwawa, kunja ngumi Vwawa, people! People! Asanteni sana. Sasa naomba nimnyanyue mwenyekiti wa taifa ili tumpe muda wa kutosha aje kuzungumza na nyinyi kabla hatujatoka hapa kwenda mlo kwa my friend Haonga. Asante. Mbona mnanicheka kabla hata sijasema neno?